ile roho ya umoja ikiwa ndani yetu inatekeleza vitu kwa haraka, na tunaangalia kwamba hata katika project tulio nayo inataka unity ya hali ya juu sana. Kwa sababu ya umoja tunaunganisha rasilimali zetu, tunaunganisha maombi yetu kwa pamoja. Lakini unajua, kama ingekuwa tu ni maombi tu ya kawaida sio mbaya, lakini kufunga na kuomba kunasababisha umoja mkubwa sana katika yale tunayotamani kuyafanya. Jambo la pili, kufunga na kuomba pia inaongeza bidii ya maombi. Unajua, tunapotamani kuomba pia uelewa kwamba kufunga inakusaidia kuwezesha maombi yako kwenda. Kuna watu wengi sana wanachoka katika namna ya kuomba, lakini uelewe ya kwamba tunapofunga sasa inakuwa sasa sio sisi, hata hali ya maombi yako yakitaka kwenda chini, yale maombi ya kufunga inawezesha yale maombi yako kusaidia wewe kuendelea kuomba. Leo watu wengi wanapambana sana na issue ya maombi sana ya kwamba wanashindwa waombaje. Lakini tunapoacha kula, tunapojitenga na vyakula, tunapojitenga na mambo mengi sana, basi tunaruhusu ule mfungo kutusaidia maombi yetu yawe endelevu. Kwa hivyo kufunga pia inatia nguvu maombi tu kama maombi. Kwa hivyo inakupa uwezo. So siku ile ambayo unaweza kufikiria kwamba hali ya kuomba kwako inashuka, basi jitenge, funga, utakuta maombi yanaendelea kuinuka na unaendelea kuomba zaidi na zaidi. Jambo lingine pia tunaangalia kama kanisa ambao tunahitaji uongozi wa pamoja, na pia tutaombea uongozi wa nchi, tutaombea uongozi mbalimbali kwenye biashara, kazini, elimu, benki, vitu kama vile. Lakini elewa ya kwamba kama kanisa mambo mengi ambayo tunahitaji katika viongozi yanazalishwa na maombi. Na haya maombi tunapofunga na kuomba, hata katika uongozi wetu Mungu atatupa viongozi wanayemwogopa, viongozi wanayemheshimu, viongozi ambaye wanayemhitaji sana. Kwa mfano, tuna idara nyingi sana, waimbaji ni viongozi. Masuala mengi ya kiroho ni lazima kama kanisa pia tufunge kama namna tunavyofunga hivi, na Mungu wetu atatusaidia. Sawa na Matendo ya Mtume 13 na mstari wa 2. Matendo ya Mtume 13 na mstari wa 2. Matendo ya Mtume 13 na mstari ni wa 2 ikiendelea. Basi tunapongoja andiko uelewe ya kwamba haya yote tunayafanya kama kanisa. Tunahitaji prayer in the church, na Biblia inasema wakati wangali walipokuwa wanaabudu na kufunga mbele za Bwana, Roho Mtakatifu alishuka akasema, nitengeeni Barnabas na Sauli kwa ajili ya kazi ambayo nimewaitia. Kwa hivyo wakaomba na kufunga na wakawekea mkono, ndivyo Bwana akawatenga na kuwaita. Na mtu aseme amen. Maombi kwa ajili ya kanisa, viongozi wanaibuka kanisani. We don't just need leaders, sio tu kiongozi. Kuna viongozi wengi ambao leo tulionao katika nyumba ya Bwana, lakini angalia tunafanya hichi. Naamini kwamba kanisa la Matendo ya Mitume lilikuwa very sensitive hata katika namna linavyo raise leaders. Ndio maana kwenye sehemu yao ya kufunga walihusisha ya kwamba wanapotamani kufanya mission wanafunga, wanapotamani kupata leaders wanafunga, wanapotamani kuweka watu kwenye uongozi wanafunga, wanapotamani kuelekeza watu katika kazi wanafunga. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba kanisa wakati walikuwa wanaabudu, na mimi nashukuru Mungu, ni kweli waimbaji, Mungu awabariki, hii ni ibada ya ajabu sana. Wakati walikuwa wanaabudu na kufunga, na Mungu awabariki, nasema mito ya baraka, Mungu atubariki sana hata na waimbaji wengi. Mtu asema amen jamani. Kwa sababu leo kuna worshipers wengi
swala la kufunga halipo, yani wanafanya katika uzoea. Leo kuna waimbaji wengi, yani unasikia wimbo ni mzuri, lakini ukiangalia maisha yake ya kujidhabihu hamna. But we thank God kwa neema ya mito ya baraka. Na mtu aseme amen jamani. We pray ya kwamba hata waimbaji wengine kwenye makanisa waliopo, kwenye huduma waliopo, wajifunze kufunga na kuomba, kwa sababu ndio level ambao Mungu aliiweka ya pekee katika kanisa. Mitume walikuwa na uwezo ya kufanya vile walitaka, lakini siku hiyo wakaona umuhimu sana, kanisa nzima likafunga na kuomba. Kwa hivyo haya maombi yanatusaidia pia ya kwamba tunapotamani kuwa na viongozi wazuri, hebu tufunge kwa jinsi hii, and I believe kazi ya Bwana haitakwama. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Pointi nyingine ni ya kwamba kufunga na kuomba pia huwa kunaongeza kuwa na ukina sana, the deeper desire ya maombi kwa ajili ya kuona upenyo mkubwa sana. Najua ukiwa kiongozi lazima uwe na shauku kuona ongezeko, lazima uwe na shauku kuona ya kwamba kanisa lina grow zaidi. Tusiwe mahali ambao tutafika mahali tufikiri tumefika, hapana. Kwa hivyo kufunga na kuomba, fasting demonstrate the depth of your desire. Yani kufunga, unapofunga kunaonyesha jinsi unavyotamani undani ya uwezo wa Bwana utendeke. Na hivyo maombi haya ya kufunga yaongeze ukina wa imani yetu, yaongeze desire yetu ya kwamba tutaendelea kufunga mbele za Bwana. Na mtu aseme amen. Ndivyo neno la Bwana linasema kwenye Joel 2:12. Kwenye Joel 2:12 neno inasema hivi: Joel akasimama akaita wito wa pamoja wa kusanyiko kwa ajili ya kufunga, na Biblia inasema akatangaza mfungo kwa wazee wote ambao waliokuwepo katika nchi, ambao waliokuwepo wanatumika. Akatangaza mfungo kwa viongozi wote, akawaleta pamoja kwa ajili ya uhitaji uliopo, na akasema let's cry out to the Lord. Na Joel ndiye anasema hebu tumlilie Bwana. Ushawahi kujua ya kwamba katika neno hili Joel aliona uhitaji ambao uliokuwepo already? Juda mashamba yao yalikuwa haifanyi vizuri already, katika vitu vya kawaida matoleo yalikuwa yameshuka. Unajua kuna watu wanafikiri kutoa tu ni mazoea. No, wakati mwingine vitu vinashuka, wakati mwingine uhitaji unakuwa mwingi, watu wanashuka kwenye kutoa. Ndio iliyokuwa enzi hiyo. Juda mashamba ilikuwa haizai, na kila kitu hata ndani ya hekalu kilikuwa kinashuka, mambo yalikuwa hayaendi. Unajua leo ukiambia watu jamani tufunga hata siku moja kwa ajili ya sadaka, kwa ajili ya mafungu ya 10, kwa ajili ya kutoa, sema sasa tena kufunga kwa ajili ya mahela tu jamani, tumehama kiroho sasa hapa. Sasa kama ni kuhama kiroho, basi Joel alihama, Joel basi kahama. Lakini angalia hapa, Joel akaona Juda, mbona sioni mashamba inazaa, mbona sioni matoleo inakuja kwa level yake? Wazee shida yake ni nini? Wazee pia wanasema hatujui. Akasema basi kama hamtujui, basi tuite mfungo sasa, Bwana afanye. Ana mtu asema amen jamani. Kwa hivyo naamini ya kwamba hata kwenye hii project tunafunga ya kwamba kuwepo pesa ya kutosha kwa jina la Yesu, kuwepo rasilimali. Mungu, mtu aseme amen. Kuanzia kwa wazee, mashamba yao yazalishe kwa jina la Yesu. Kuwepo viongozi wengine, basi Mungu aonyeshe mkono katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ana mtu aseme amen jamani. Kwa hivyo mimi napenda hii Joel sana. Aliita mfungo wa pamoja, lengo anaona pesa haziko, anaona mashamba haizai, anaona ng'ombe hazizalishi. Jamani, kazi itaendaje? Akasummon elders na ngambia tumlilie Bwana. Unaonaje kama kwenye hii wiki tutamlilia Bwana? Tunahitaji mabilioni Bwana aliye hai. Na mtu aseme amen jamani. Usije ukasema tumehama kiroho. Sasa ndio kiroho yenyewe, nakwambia hiyo ndio kiroho yenyewe, si ndio? Yani tuwe na mabilioni ya kutosha. Yani mradi kama hii
inamaliza 1 month, imeenda kama upepo kwa jina la Bwana. Ana mtu asema amen jamani. Kwa hivyo maombi ya uongozi ni mazuri. Viongozi lazima na sisi tunafunga kwa sababu kuna vitu huenda tunaona haviendi sawa. Hebu nimalize na hii. Muda wetu ni mzuri, alafu tunaenda kuomba kwamba when we are praying for leaders, maybe tukileta viongozi sasa katika uongozi. Unajua uongozi unazingirwa na vita vingi sana. Uongozi unazingirwa na majeshi mbalimbali tusiyoona. Uongozi, unajua unapofanywa kiongozi, yani ulimwengu wa giza unakutambua. And that is why, na wachene niwaambie likely, unajua vision ambao Mungu amempa dokta wetu na mam ni kubwa sana, it's not small. Na kwa hivyo muelewe, hata kwenye ulimwengu wa giza wanajua hii ni kitu kubwa, tishio kwa ulimwengu wa giza. Na hivyo Biblia inasema Jehoshaphat kama kiongozi, Mungu amemuita as a leader, hajui ya kwamba already jeshi limemzunguka pande zote. Biblia inasema jeshi la Waamori wote walimzunguka Esako. Jehoshaphat hajui amezingirwa. Yeye alikuwa anaona anaongoza tu. Lakini Biblia inasema sawa na iliandikwa Mambo ya Nyakati wa Pili 20:15. Mambo ya Nyakati wa Pili 20:15. Biblia inasema Jehoshaphat wakati amezingirwa, neno linasema ya kwamba yeye akararua mavazi yake, akaita watu. And imagine huyu mfalme, Biblia inasema aliletewa taarifa na watu, ameshangaa, anaambia mfalme, umezingirwa. Anasema vipi? Majeshi yamejiandaa mbalimbali, an army surrounding Jehoshaphat. Why? Wanataka waondoe katika miliki yao. Jehoshaphat akashangaa, how comes? Hakutafuta suluhisho ingine. Biblia inasema akatangaza mfungo kwa viongozi wote, wakaja pamoja wakamlilia Mungu siku hiyo kwa kufunga. I believe ya kwamba vile tuko hapa, chochote kinachotuzunguka kwa ubaya tutakipeleka mbele ya Jehova, na kutakuwa na njia kwa jina la Yesu. Na mtu aseme amen jamani. Asubuhi ya leo, hebu tuombe neema ya Bwana kwenye siku hii ya pili ya kufunga. Chochote kinachozunguka mali yako kishindwe kwa jina la Yesu. Chochote kinachozunguka watoto wako tunakibomoa kwa jina la Yesu. Chochote ambao kinayezunguka project hii yetu kinaangushwa kwa jina la Yesu. Na mtu aseme amen jamani. Tusimame kwa miguu yetu na Mungu wetu atubariki. Ni siku ya pili njema sana. Hebu acha Roho wa Bwana ainue hali zetu za kiroho, ainue maombi yetu katika jina la Yesu. Anza kusema na Bwana, nimekuambia kwa